Maneno Selanyika, mwandishi wa habari mwenye umri wa miaka 40, ni miongoni mwa waliopoteza maisha katika vurugu hizo. Kwa mujibu wa majirani waliozungumza na familia yake, Selanyika alipigwa risasi na vikosi vya usalama tarehe 30 Oktoba alipokuwa akitafuta chakula wakati maandamano yalipokuwa yakiendelea jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, juhudi za kuchukua mwili wake zilizuiliwa na polisi. Familia yake ilimtafuta katika hospitali kadhaa bila mafanikio, na baada ya zaidi ya wiki moja ililazimika kufanya mazishi ya kiishara katika kijiji cha Lambo karibu na mlima Kilimanjaro. Mashirika ya haki za binadamu yanaeleza kuwa mamia ya familia ziko katika hali kama hiyo, huku serikali ya Tanzania ikikabiliwa na tuhuma za kuzika miili ya waathirika katika makaburi ya pamoja kwa siri, madai ambayo imeyakanusha. Vurugu hizo zilichochewa na kufungiwa kwa wagombea wa upinzani na madai ya mauaji na utekaji wa wakosoaji wa serikali. Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi wa urais kwa asilimia 98 ya kura baada ya siku 5 za ghasia ambazo upinzani unadai zilisababisha vifo vya takriban watu 2,000 wakati huduma za mtandao zikiwa zimezimwa. Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Rais Samia aligusia vurugu za baada ya uchaguzi bila ya kutaja idadi ya waliouawa. Kwa washirika wetu katika jumuiya ya kidiplomasia na wageni wanaoishi hapa Tanzania, natoa pole zangu za dhati kwa hali ya kutokuwa na uhakika, usumbufu wa huduma na kuzimwa kwa internet. Tunatambua changamoto za machafuko na vurugu zilizojitokeza siku ya uchaguzi. Hatua tulizochukua zilikuwa muhimu ili kulinda utaratibu wa kikatiba na kuhakikisha usalama wa wananchi wote pamoja na jumuiya ya kidiplomasia. Hata hivyo, serikali haijatoa takwimu rasmi za vifo, na kwa mujibu wa shirika la AFP lililochapisha ripoti hii, limesema serikali haikujibu maswali yaliyoibuliwa kwenye ripoti yake. Daktari mmoja katika hospitali kubwa jijini Dar es Salaam aliwahi kuiambia AFP kuwa mamia ya miili ilichukuliwa kutoka mochwari na maafisa wa usalama wakati wa kilele cha machafuko. Uchunguzi wa shirika huru la Center for Information Resilience umeonyesha matumizi ya risasi za moto na uwezekano wa kuwepo kwa makaburi ya pamoja kupitia picha za satelaiti. Licha ya serikali ya Tanzania kuahidi kuwa inafanya uchunguzi, imeendelea kupunguza uzito wa madai ya matumizi ya nguvu kupita kiasi. Kwa familia nyingi kama ya Maneno Selanyika, zinaendelea kuishi na maumivu ya kutojua hatma ya wapendwa wao, huku matumaini ya kupata majibu yakizidi kufifia.